الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق نبيه الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. صدق ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وبركة في أرزاقنا وأعمارنا ونور به بصائرنا وأبصارنا يا ذا الجلال والإكرام. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. Mola subhanahu wa ta'ala baada ya kutueleza neema ambazo kwamba watakazozipata wale wenye sifa ya as-sabiqun, kisha akatuelezea vile vile neema ambazo kwamba watakazozipata wenye sifa ya ashabul yamin. Baadaye akatuelezea mateso na adhabu ambazo kwamba zitakazowapata hawa ashabu shimali. Baada ya kuwataja watu hawa watatu na neema za wale wawili na mateso ya huyu mmoja haikutosheka Mola subhanahu wa ta'ala kueleza mateso peke yake, bali vile vile ameeleza a'mal ambazo kwamba zilikuwa ni mbaya zisizokubalika walikuwa wakizifanya. Ama wale as-sabiqun pamoja na wale ashabul yamin, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alitaja neema zao walizokuwa wakizipata peke yake siku ya akhira bila ya kutaja a'mal zao, na tukasema ni kwa sababu ya huyu aliyopatiwa neema huwa ni fadhila, haina haja kujua kile alichokifanya katika kizuri. Lakini huyu ambaye kwamba aliyopatiwa mateso na kuadhibiwa ana haki ya kujua kwa nini mimi nateswa, ndio ikawa yeye ataelezewa ni mambo gani aliyokuwa akiyafanya katika ulimwengu. Baadaye Mola subhanahu wa ta'ala akaeleza utendakazi wake ili hawa ambao kwamba wameingia katika ashabu shimal wawe na tanabuhi, waondoke katika hukuku wa katika ashabu shimal na kumasi Mola subhanahu wa ta'ala, warudi katika njia iliyokuwa ya sawa. Mola subhanahu wa ta'ala baada tu ya kuwataja hawa ashabu shimal akaeleza kazi ambazo kwamba yeye Mola subhanahu wa ta'ala anazifanya na mwanadamu hawezi kuzifanya kazi kama hizi, kuonesha uungu wake
na watu wamnyenyekee na kumkubali. Kazi ya kwanza na utendakazi wa kwanza, Mola Subhanahu wa Ta'ala atuambia nahnu khalaqnakum, sisi ndio tuliowaumba nyinyi. Falaula tusaddiqun, kitu gani sasa chawafanya nyinyi msitukubali kuwa kuna Mungu? Ni nani amekuumba wewe? Ikiwa katika akili ya mwanadamu haikubali chochote ambacho kwamba katika tunachokitumia, yani tuone kofia kisha tuseme kofia hii haikutengenezwa, haina mtu aliyoitengeneza, akili haikubali. Tuone boti kisha tuseme hili boti hakuna aliyotengeneza, akili haikubali. Tuone shati au tuone feni au tuone gari au tuone spika, chochote katika viumbe vya kawaida hivi ambavyo kwamba ni viumbe dhaifu. Kofia ni nini? Ni uzi na kitambara. Boti ni nini? Ni mbao na misumari na namna yake maalum. Ni vitu dhaifu, haziko complicated, na hatukubali kuwa hizi ziwe zitakuwa isipokuwa kuna mtu ameziunda. Sasa Mola Subhanahu wa Ta'ala amrudishia hilo hilo kwa mwanadamu, amwambia wewe alokuumba ni nani? Huu mwili ulivyokaa kwa namna nzuri, kwa namna ya kupendeza. Walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, angalia macho mahali yalivyokaa, angalia pua mahali yalivyokaa, angalia mdomo. Mwenyezi Mungu ameupa na mlango wa kufunga na kufungua, macho ameyapatia mlango wa kufunga na kufungua, mashikio yalivyokaa. Wewe hata ondoa tu hili shikio uangalie sura za badilika. Yani Mwenyezi Mungu amekuwekea na mapambo katika mwili wako, na chochote kilichoko katika mwili wa mwanadamu lau utataka kukiondoa mahali pake, utakuta mwili kama ule hauwezi kufanya kazi sawa sawa. Ondoa macho, peleka nyuma, bakisha pua na mdomo mbele. Mwanzo utatisha. La pili, utakachokuwa wakila utakila namna gani? Itabidi ukiangalie kwa huku kisha ukipeleke mdomoni kwa upande wa pili. Tayari utaona kuna mateso haswa, bali ni adhabu la utabadilisha umbo lako. Wacha macho, weka na mdomo, ondoa pua. Pua Mwenyezi Mungu ameiweka hapa, wewe unaposhika chakula kabla hakijaingia ndani ya mdomo imesha sense, imekwambia hii yanuka, au hii imeoza, au hii harufu yake ni nzuri, au hili ni chungwa si chenza, hii ni kadhaa si kadhaa. Ile pua mahali ilipokaa ni neema katika neema za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hili umbo lako Mola Subhanahu wa Ta'ala atueleza nahnu khalaqnakum, sisi tumewaumba. Hebu angalia ulivyo wewe. Kwa nini kisha hukubali kuna Mola Subhanahu wa Ta'ala? Wewe utasema nimekuja by nature, mbingu ni by nature. Mbona hazikuwa chini mbingu na ardhi ikawa juu? Kwa nini mbingu ziwe juu na ardhi iwe chini? Kwa nini kuwe kuna sehemu ya maji, kuna sehemu ya majabali, kuna sehemu ya mchanga? Kwa nini kuwe kuna dhahabu? Kwa nini kuwe kuna chuma? Kwa nini kuna miti? Kwa nini kuna wanyama? Yani yote haya hakuna mpango wa mtu alokaa akayapanga na akayaweka ili wanadamu waishi kwa vizuri. Halikubaliani. Ndio kulipokuwa kuna hiwar na mmoja katika ulama, yasemekana ni Abu Hanifa. Huyo Abu Hanifa alikuwa kuna mjadala baina yake yeye na wanaopinga kuwepo kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakapangana, wakasema tutaonana wakati fulani tujadiliane. Al-Imam Abu Hanifa akachelewa kufika, na ilikuwa ni mahali mpaka uvuke mto, mkondo wa mto uvuke, ndio mahali walipokubaliana kuonana. Al-Imam Abu Hanifa kuchelewa, wale wakaanza kuzungumza, waona hata iwakimbia, ameogopa kuja huko. Baada ya muda mchache, muda al-Imam Abu Hanifa ameonekana huyo yudhihiri, akiingia akapokelewa, akaambiwa mbona umechelewa? Akaambia la ajabu, kabla hatujaanza kunakishiana, mimi leo nimeona mambo ya ajabu sana. Nikifika kwenye mto nimekosa kihori cha kunifukisha. Mwida naona mti umeanguka, mwida ukapasuka, mwida ukachongeka, mwida ukaingia ndani ya maji. Na mimi nikapanda, mwida ikasukumika, nikavuka ule mto. Watu wakasema salala, mti huanguka wenyewe, ukachongeka wenyewe, ukaingia mtoni wenyewe, ukajisukuma wenyewe, hakuna mrongo kama wewe. Akaambia sasa, ikiwa kihori nyinyi mtaka kushindana nacho, itakuwa huu ulimwengu wote hakuna aliotengeneza.
yani mbingu zinkuja zenyewe, ardhi inkuja wenyewe, wanyama wankuja wenyewe, kila kitu kinkuja wenyewe, hakikubaliki. Ikiwa mwapinga hili la jambo dogo la mbao, vipi leo ulimwengu wote huu museme ulikuja wenyewe? Pale pale ile jalsa ikamalizika kwa huja ya al-Imam Abu Hanifa. Kwa hiyo Mola Subhanahu wa Ta'ala akawa amfahamisha huyu mwanadamu kuwa nani amekuumba wewe, hebu jiangalie ili urudi ujue kweli kuna muumbaji naye ni Allah Jalla Jalaluhu. Baada ya kutueleza hilo kwa ujumla, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaingia katika tafsiri ndogo ya kutuonesha uumbaji huu ulianza namna gani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia, afara'aytum, hamuoni nyinyi. Na maana ya hamuoni sio yuauliza, yani nyinyi mwajua. Ni kama mtu amevunda kikombe, ukamwambia wewe wavunda kikombe, naye ashakivunda, sio kwa wamuuliza, yani wafanya takrir, inaitwa takrir. Afara'aytum ma tumnun, hamuoni nyinyi haya manii ambayo kwamba mnaoyatoa? Jambo dogo sana, manii ni tone, ni maji machache sana. A antum takhluqunahu, nyinyi ndio muumba haya manii? Hebu nitafutilieni mashini ya kuumba haya manii. Hatutaki kuzungumza mwanadamu mzima, wacha huyu mwanadamu mzima ambaye kwamba yuko complicated. Haya manii kijitone kidogo sana, sperm ni kitu kidogo ambacho kwamba hata kwa macho huwa mara nyingine ni vigumu kukiona, kwa sababu wanasema kijiko kimoja tu cha manii ya mwanadamu yaweza ndani yake kukawa kuna 20 million to 70 million ya zile sperms. Mamilioni, wewe waona ni tone umelitoa, kumbe ndani yake ni mamilioni ya sperms ambazo kwamba ziko pale. Mola Subhanahu wa Ta'ala atuambia hichi kijidogo hichi. Wacha huyu mwanadamu ashakuwa na miguu, ameshakuwa na macho, ameshakuwa na nyama, ameshakuwa na kila kitu, mate tumweke kando. Haya manii, hebu angalieni leo mwanadamu alivyofika katika teknolojia. Aumba ndege, atengeneza ndege. Ndege yenye kuruka kwenye anga, libebe watu labda 100 na ibebe na mizigo labda tani 20, tani 30 ndani yake, liruke kwenye upepo namna hii. Yani ni ilmu ya hali ya juu sana. Leo mwanadamu angalia mobile alivyokuwa ameweza kuzitengeneza, kitu kidogo hakina waya, wabofa namba fulani haingii kwa uingia kwa ule unayemtaka. Yani hivi sasa ukapiga simu na sisi tumekaa hapa takriban watu 50 60, lakini ile namba itakwenda kwa yule ambaye kwamba ulomkusudia. Tena hata walioko hapa, labda utampigia mtu yuko nje, wewe uko Kenya, wampigia mtu labda yuko Maka, kilomita karibu 3000 baina ya Kenya mpaka Maka. Mamilioni mangapi yaliyoko baina ya hapa Kenya mpaka kule ya watu. Kuna Ethiopia, kuna Sudan, kuna Misri, kuna Yemen, mpaka hiyo Saudia yenyewe, mpaka ufike Maka. Milioni ngapi hapa watu walioko? Na simu kama ile within seconds, hata si dakika, within seconds pip imeshamgongea na ule yoshika, mumeanza kuzungumza. Yale maneno yapita vipi? Wewe sema salamu alaykum, uko hapa, ile salamu alaykum within seconds imefika Maka, na yule akuitikia wa alaykum salam. Kwenye hewa maneno kama yale yanapita na sauti kama ile inapita. Wacha sauti, siku hizi tumefika katika mambo ya WhatsApp, waituma video nzima ya megabytes kadhaa, au warekodi hapa na pale kule iwaona, au waingia kwenye Skype mazungumza kwa kuonana. Huu ulimwengu ambao kwamba uliofika hali kama hii, hebu watuumbie spam moja peke yake, watutengenezee spam moja. Tunajua mambo ya spam yahusiana na gynecologist, wenye kuhusiana na mambo ya uzazi na mengineo. Leo pamoja na kuwa umefika katika hali ya juu ya kuwezesha kukutanisha yai pamoja na maji ya mwanamume, gynecologist wanaingia katika kizazi cha mwanamke, wanachukua yai na wanachukua maji ya mwanamume, wanayakutanisha lau kuna shida ya kuzaa, kisha wakiyarudisha katika kizazi, lakini hawajafika kutengeneza hiyo sperm, hawajaweza. Lau wewe mwanamume huwezi, atakupa dawa, atakwambia kula dawa hii, kula dawa hii, kula dawa hii,
ili uzidishe counts za sperm zako. Lau huna ziko zero na zimeshindikana, watakwambia samahani, tabi nitengenezeni nabii kispamu kimoja angalau apate mtoto mtu, lakini hawajaweza kufika hali kama hiyo. Ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala akatoa tahaddi, challenge. Angalieni manii tu, kitu kidogo kama hiki. Nyinyi mwatengeneza mandege, mwatengeneza vitu vikubwa vikubwa, hebu nendeni kwa mwanadamu. Mwenyezi Mungu akawa nafasi ya kutengeneza mwanadamu ameifunga ni yake yeye, ili apate kujulikana kuwa kuna Allah jalla jalalu katika ulimwengu kama huu. Afara'aytum ma tumnun, hamuoni nyinyi haya manii ambao kwamba mnaoyatoa? A antum takhluqunahu, ni nyinyi ndio mnaoyaumba manii haya? Am nahnu alkhaliqun, au ni sisi ndio wenye kuumba manii kama haya? Ikawa jawabu lake haliwezi kuja, hakuna mtu aweza kujibu swala kama hili. Nahnu qaddarna bainakumul mauta, basi mjue vile vile sisi ndio tulokadiria, tumeweka vipimo, huyu atakufa lini na yule atakufa lini. Wama nahnu bimasbuqin, na mjue kuwa sisi hatujashindwa. Msione tuangalia tu nyinyi muasi, hamututambui, mwafanya madhambi, mwaeka kibri, uana, mwafanya kila jambo ambalo kwamba tumelikataza. Msione sisi twashindwa, bali sisi twaweza kufanya jambo gani? Wama nahnu bimasbuqin, sisi hatukuwa ni wenye kushindwa. Ala an nubaddila amthalakum, tubadilishe, tuwaondoe nyinyi na tulete watu wengine. Mwenyezi Mungu ni mara moja aweza kuondoa mauswati wote katika ulimwengu na akaleta watu wengine wenye kumkubali na wenye kumwamini jalla jalalu wa ta'ala ta'azamatu. Wa nunshiakum, kisha na nyinyi tutawafanya nini? Na nyinyi tutakuja kuwaumba umbo ambalo kwamba fima la ta'lamun, umbo lingine tuwafanye ni mayonda kama Bani Israili walipofanya maasi wakaasi mitume wao. Mwenyezi Mungu akawabadilisha, akawatoa katika ubinadamu, akawafanya ni qiradatan wa khanazir, wakawa ni manguruwe, wakawa ni mayonda. Basi na nyinyi tuwaambia hivyo kuwa sisi msione twashindwa, ima tuweza kuwafutana mbali tukawaondoa, au tukawabadilisha, badala ya kuwa wata wanadamu tukawafanya ni umbile lingine. Na hiyo ni kazi yetu, twaweza kuifanya na wala hatujashindwa. Ikawa Mola Subhanahu wa Ta'ala aonesha namna gani ambavyo kwamba yeye ndiye muumba na yeye ndo anastahiki kuabudiwa na kutambulikana katika ulimwengu kama huu. Ikiwa maneno haya wanazungumziwa wasomwamini, na sisi ambao kwamba tuliomwamini Mola Subhanahu wa Ta'ala pia tuna taksir kubwa. Hatujampa Mola Subhanahu wa Ta'ala heshima yake ya ukamilifu, hatujamweka mahali pake anapotakikana. Ibada zetu ni jongo jongo, muamala wetu na wenzetu hauko sawa sawa. Maisha yetu tunavyoishi twayaishi na maasi na taa, tukizikoroga koroga, tukizifanya cocktail, mwida maasi mwida taa. Hatujamqaddir Mola Subhanahu wa Ta'ala kisawa sawa. Ikiwa wazungumziwa wasiokuwa Waislamu, na sisi pia tutakikaniwa turudi nyuma, tumtambue Mola Subhanahu wa Ta'ala na tujiwekee ibada, tufanye sawa sawa, tujilinde na kila ambalo kwamba lilokatazwa katika dini. Ulama watuambia maana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuzungumza masala haya ya kuumbwa ni kwa sababu moja katika kitu wanachompinga nacho Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwa wanampinga hakuna kiyama. Na ukiwaambia kwa nini hakuna kiyama, wasema hakuna kufufuliwa. Kwa nini hakuna kufufuliwa? Vipi kutafufuliwa? Mifupa imeshamalizika, imetakalika, idhaman wa hiya ramim. Ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala akawaonesha kuumba. Ikiwa mimi nimewaumba na nyinyi hamupo, hakuna chochote. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Wewe ulikuwa zero na mimi nikakuumba, kisha vipi uko na namba? Manake ulipoumbwa ukafa, hata kama umekuwa ni mifupa, ni namba ile iko, sio zero. Ikiwa kutoka kwenye zero nimekuleta mwanadamu, je, kutoka kwenye namba nisikupandishe ukawa mwanadamu, nitashindwa namna gani? Ikawa Mola Subhanahu wa Ta'ala yuatoa hujaj za tadriji, hujaj tadrijia, wa
mimi nakukumbusha hili ambalo kwamba lilokuwa halimo kabisa nikakuweka. Kwa hiyo ikiwa wewe upo kwa upungufu fulani, naweza nikakuleta katika sura iliyokuwa kamili na nikakufufua ukawa kwenye hisabu siku ya Kiyama. Mola Subhanahu wa Ta'ala akilitilia nguvu suala kama hilo, akituambia walaqad alimtumul nash'ata al-ula falawla tadhakkarun, hakika mshajua hivi sasa haya maumbile tuliyoyafanya ya kwanza ya nyinyi kuumbwa katika hii hali yetu ya ulimwengu tuliyoko. Hii ndio inaitwa an-nash'atul ula, kwa sisi tulikuwa hatuko tukaumbwa tukawepo. Kwa hiyo sasa hamuedheki ya kuwa kuna na nash'a thania, nitakuja tena kuwarudisha hata kama umekuwa mifupa. Madamu umekiri hili, ni automatic lazima ulikubali na hili la pili ambalo kwamba ni lepesi kuliko hili la kwanza. Taban kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala yote ni mepesi, lakini kwa fahamu zetu na akili zetu ndio tutaona hili la kwanza la adam ila alwujud lina uzito, na kutoka kwenye wujud ila alwujud tutaona ni lepesi. Hiyo kwa akili zetu na vipimo zetu, lakini kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kila kitu chake kwake ni kun fayakun, kuwa, na kile kitu kinakuwa moja kwa moja. Baada ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kutuelezea jambo muhimu la kuumbwa, akatuelezea jambo la pili la utendakazi wake, ambalo kwamba huyu kila aloumbwa hawezi kuishi bila ya hili la pili. Kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kuna tasalsul, akieleza mambo yenye kufatana. Jambo la pili ambalo kwamba mwanadamu akishakuumbwa hawezi kuishi bila ya hilo ni riziki. Huwezi kuishi bila ya kula. Hata mitume alayhi salatu wassalam walikuwa wakila. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akila na akinwa, na manabii wote walikuwa wakila wakinwa. Mawali wanakula na kunwa, ambao kwamba waloumbwa kutokula ni malaika, lakini wanyama, binadamu, majini wameumbwa wale na wame. Sasa madamu umeumbwa wewe, sasa Mola Subhanahu wa Ta'ala aeleza, angalia namna nilivyokuwekea environment ya wewe kuweza kula. Afara'aytum ma tahruthun, hamuoni nyinyi mnapofukua katika ardhi na mnapolima katika hii ardhi, na mkaweka zile mbegu za miti ambayo kwamba mnayotaka. Alharth ni kule kulima na kuweka mbegu, ndio inaitwa harth. Ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala hata mwanamke akamwita harth, nisaukum harthun lakum, kwa wewe wastarehe naye, kisha waweka na mbegu kwa mwanamke kama yule. Na ardhi vile vile hamuoni nyinyi mnapolima kisha mkaweka mbegu katika hiyo ardhi. Sasa baada ya nyinyi kuweka, kazi ya pili, a antum tazra'unahu, nyinyi kweli mfukua na mwatia ile mbegu kwenye ardhi, lakini a antum tazra'unahu, nyinyi ndio mnaifanya mbegu ile ikue? Am nahnu zari'un, au ni sisi ndio mbegu ile tuisimamia, mahindi kama yale yatoke yaje yazae, tufaha kama lile mweka mbegu, sisi ndio tujalia mti kama ule ukue uzae, mtele kama ule nyinyi mweka mbegu, sisi ndio tunaujalia mtele kama ule upasue ardhi kisha utoke mpaka uzae. Ni nani anayefanya kazi hiyo? Nyinyi kazi yenu ni kupasua na kuweka mbegu peke yake. Mola Subhanahu wa Ta'ala akitaja neema kama hiyo ambayo kwamba alifanya, basi Mola atueleza, lau nasha, lau sisi twataka, la ja'alnahu hutaman, tungejalia hizi mnazoweka mnazozimeza katika ardhi zikitoka zatoka zimekauka na mbali, badala ya kumea na kutoa matunda au kutoa chakula ambacho kwamba mnachokitaka. Fadhaltum tafakkahun, kisha nyinyi mkai muone ni ajabu, yamekuaje? Sio yamekuaje, ni Mola Subhanahu wa Ta'ala, si mambo ya nature. Ni Mola ndio ambaye kwamba atakaizuia mbegu kama ile isizae na mbegu kama ile isikue. Kisha baadaye muone, inna la mughramun, hakika yetu sisi tumepata hasara. Tumelima, tumepoteza afya, tumeweka mbegu, ni mapesa, labda tumeweka na madawa katika ile ardhi. Kwa hiyo sisi tumepata hasara kwa kazi yote tuliyofanya. Bal nahnu mahrumun, baadaye wataona la, kuna na Mola Subhanahu wa Ta'ala, sisi tumenyimwa, si masala ya hasara. Kuna mkono mwingine ambao kwamba umezuia mambo kama haya
ili mbegu kama hizi zisikue. Baada ya kutuelezea riziki, Mola Subhanahu wa Ta'ala akatufahamisha kuwa riziki vile vile inapokuwepo, mbegu zimemezwa, chakula tumevuna, baada ya kuvuna chakula kitalika hivi hivi? Hakiliki, bado kuna kazi yafanyika, na kazi hiyo ni Mola Subhanahu wa Ta'ala anaifanya. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, nyinyi hamuoni na haya maji? Hebu kula peke yake, kuweke boflo hapa, ulile boflo bila ya chai au maji ubavuni, une kazi. Hebu kaa na sima yako uile bila kuweko na maji au chochote chenye kusukuma chakula kama kile. Bali hata kupika, utapika namna gani? Hebu itengeneze hiyo boflo bila ya maji, songa hiyo sima bila ya maji, pika huo mtele bila ya maji. Nyinyi hamuoni tuwapatia chakula na vile vile tuwapatia na maji? Hayo maji yametoka wapi kama hakutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala? Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, hamuoni na haya maji ambayo kwamba mnayokunywa? A antum anzaltumuhu minal muzni, ni nyinyi ndio mnayateremsha maji haya kutoka kwenye mawingu? Am nahnul munzilun, au ni sisi ndio tuloteremsha? Ni nani anayeteremsha maji kutoka mbinguni? Utakuta ni Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wasamai dhati raj', na mbingu ambazo kwamba zenye kuwarudishia. Ndio leo wanasayansi wanatuambia kuwa hii mivua inayoteremka huwa ni mbingu na jua linapochoma linavuta yale maji yaliyoko kwenye bahari yakapanda mpaka juu. Ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala atuambia wasamai dhati raj'i, na mbingu zenye kurudisha hayo maji yaliyokuja huko. Ikiwa science itazungumza kwa peji 10 maji kupanda na kushuka, Mwenyezi Mungu amezungumza kwa vilma vitatu tu, wasamai dhati arraj'i, na hizi mbingu zenye kuwarudishia hayo maji ambayo kwamba yenye kutoka huko kwenye ardhi. Science katika Qur'ani. Nakumbuka katika miaka labda isopungua 20, dola za kimagharibi zilipeleka proposal katika nchi za Kiarabu ya kuwa tunataka mvua inyeshe mahali tunapotaka kwa wakati tunaotaka. Si madamu maji yako kwenye mbingu, kwa nini tusiyapangilie? Yani wataka kuleta kitu kipya, ilmu, ukapangwa budget ya mamilioni, wakaangalia mbingu na maji yanavyokaa katika mbingu, wakahisabu zile kilometers. Wingu kama huu unapokuwa hapa, ukimwaga maji, unamwaga maji kwa distance fulani, ndio mahali pale panapata maji. Wakalifanyia studies kwa ukamilifu. Baadaye wakatengeneza na manyuklia fulani ya kubomoa zile barafu ili maji yale yaweze kumwagika na yamwagike mahali wanapotaka wao. Wakapanga siku hiyo ya kubomoa. Baada ya kwa kimahesabu ni kwa tukipiga kiwingu kiliokuwa hapa Malindi, basi mvua yake lazima itamwagika Gede mathalan, kwa mfano. Walipofanya hivyo, wakatumia mapesa yoyote, wakipiga kiwingu badala ya kumwagika Gede ilimwagika Kampala haswa, mbali kwa kilomita ambazo kwamba hazikukusudiwa kamwe. Hata angalau isende tu Masangoni kidogo mbele au irudi nyuma Mswabaha, angalau tuseme try vizuri, yani first trial. Kwa hiyo second trial yaweza ikaingiliana, lakini hiyo first trial yenyewe ilifail 100%. Kitu kilikwenda kumwagika huko. Ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala, masala ya mvua hakuna hata mahali pamoja hakuinasibisha kwake. Kote katika Qur'ani huwa yuanasibisha kwake. Yeye ndio mwenye kuteremsha mvua katika ardhi kama hii. Mola Subhanahu wa Ta'ala tuambia, lau tungetaka sisi haya maji, ja'alnahu ujaja, tungeyajalia ni maji ya chumvi, tuwaone mungiama namna gani maji kama haya, mungepika kwa namna gani maji kama haya. Falaula tashkurun, basi hamututambui mkatushukuru jamani? Bado mwasema hakuna Mungu, bado hamutuabudu, bado hamutukubali. Ni jambo gani hili ambalo kwamba lawafanya nyinyi muwe mbali na sisi? Ndio ambao kwamba tuwawekea riziki na sisi tuwaletea maji matamu. Wewe angalia maji ya mineral water haya maji ya mineral water, kijichupa cha 500 ml huwa chauzwa kwa shilingi 25.
Maji kama haya huwa hayakutoka kwenye chumvi, ni maji ya kisima au ni maji ya chemchem, yanachukuliwa kwa kupita mashini fulani tu ya kusafisha yale maji yawe katika standard fulani. 500 ml imekuwa yauzwa shilingi 25. Ukitoa gharama za chupa na nini, labda ni kitu cha shilingi 10 na lao maji angekuwa ni ya chumvi, watu hapa wangekuwa wanywa maji kwa kununua kwa bei gani? Na kila mtu ingebidi aweke mashini aina gani nyumbani kwake apate maji ambayo kwamba si ya chumvi. Angalia neema Mola Subhanahu wa Ta'ala amechukua yeye kazi ya kupurify maji. Maji yanayovutwa kutoka baharini yakapanda kwenye mbingu huwa ni maji matamu, ni maji ya chumvi. Na bahari ndio iko karibu 70% katika ardhi. Kwa hiyo maji yanapanda ni maji ya chumvi, lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala akiteremsha kwenye mvua ayateremsha ni matamu, ni adhu. Sasa Mola atuambia lau kama tungetaka tungeondoa zile mashini zetu zile za kuipurify haya maji, la ja'alnahu ujajan, tungeteremsha maji ni chumvi. Basi falaula tashkurun, jamani hamutushukuru mkatuabudu na mkatutambua. Mola Subhanahu wa Ta'ala akatueleza tena neema nyingine baada ya kuwa riziki iko chakula, na chakula bila ya maji haiwezekani, akatutajia maji. Na maji yakipatikana pia kuna na kitu cha tatu lazima kipatikane ndio mambo yaweze kuwa sawa sawa. Afara'aytumun nara allati turun, hamuoni na nyinyi huu moto mnaowasha? Lau kama tuweza kumeza mahindi yakatoka, mchele ukatoka, maji Mwenyezi Mungu akatupatia, hatuna moto, tungepika namna gani? Tungekula chakula kile namna gani? Akawa Mola Subhanahu wa Ta'ala aonesha utendakazi wake wa hali ya juu. Kitu cha kwanza tumewaumba, kitu cha pili tumewawezesha nyinyi mkimeza kitu kwenye ardhi, sisi tunakisaidia kitu kama kile kinakuwa. Kitu cha tatu tawaletea maji, na kitu cha nne tumewekea na moto. Hizi zote ni teknolojia gani iliyoweka vitu kama hizi kama si Allah jalla jalaluhu? Afara'aytumun nara allati turun, hamuoni nyinyi huu moto ambao kwamba mnauwasha? Aantum ansha'atum shajarataha, nyinyi ndio mlomeza na mkaleta miti yake, au ni sisi ndio tumeweka miti yenye kuhusiana na kuwasha moto? Am nahnu almunshi'un, au ni sisi ndio tuleta miti kama hii? Leo Mwenyezi Mungu angejalia miti yote haiwaki moto, hakuna cha makaa, watu wangeishi namna gani? Miti yote haikubali kuwashika. Kuna miti fulani ukisugua namna hii ukayaambatisha na miti fulani huwa kwatoka moto, na ndio watu wa zamani walikitumia hali ya namna hiyo ya kupata moto. Mola Subhanahu wa Ta'ala akatuonesha nguvu zake ambazo kwamba zatakikaniwa mwanadamu arudi nyuma katika kumaasi, amtambue Allah jalla jalaluhu. Basi nahnu ja'alnaha tadhkiratan, basi mjue haya yote tuliyoyataja tumeyajaalia kwenu nyinyi ni ukumbusho. Unapokula kumbuka kuna Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lau si Mola mimi nisingepata mtele wala maharagwe. Unapokunwa kumbuka kuna Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lau kama si Mola usingepata kunywa maji. Ndio ulama watuambia kwa ulama wa zamani wakitaja neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utaja maji baridi zamani kwa katika neema kubwa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, katika neema kubwa Mola Subhanahu wa Ta'ala ni kuwa maji baridi ukinywa wasikia raha. Asema ulama hawa wa zamani wakiletwa leo kuna mafeni na ma-AC na magari VIP na mandege, wangetaja neema ya maji baridi tena? Kwa hiyo kila ulimwengu unavyokwenda utakuta neema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazotusakhirishia ndani yake. Basi atuambia sisi tumejaalia hizi vitu kwa mtukumbuka, kila jambo unalolifanya mkumbuke Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wa mata'an lilmuqwin, na ni starehe na yenye kumsaidia kwa wale wasafiri. Ikawa Mola Subhanahu wa Ta'ala amtajia huyu msafiri, ikiwa yeye iwapata neema katika hizi vitu, mimbabi aula yule muqim kuwa aneemeka zaidi. Basi fasabbih bismi rabbikal azim, hebu msabbih Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa haya mambo. Unapoona chakula umekula sema subhanallah, unapoona maji sema subhanallah, unapoona mvua sema subhanallah, unapoona moto pia sema subhanallah. Ikiwa moto huu wapika chakula wewe huwezi,
na moto huu ni juz'un min 70, ni sehemu katika 70 zilizoko motoni. Yani moto ni 70, ukatolewa juz'u moja tukaletewa sisi ndio twapikia huko. Je, huo uko namna gani 69 ile kule? Ni moto wa hali mbaya. Kwa hiyo atakana kila tukiona mambo kama haya turudi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie ni wahakika wa kumkumbuka na wahakika wa kumabudu na hakika wa kumjua insha Allah Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.